wa mimma yusaiduka ala najahi, na miongoni mwa mambo ambayo yatakusaidia ufike katika kufaulu, la tubali in akhfaqta, usijali pindi unapofeli, usijali pindi unapoanguka. Sisi hapa ndipo tunapofeli mara nyingi. Mwanadamu anapokuwa mathalan ameamua kulifanya jambo fulani katika maisha yake, ima ni biashara au jambo lolote ambalo kwamba litakuwa lina manufaa na faida kwake kwenye maisha yake na maisha ya familia yake, huwa anapoanguka kwenye lile jambo anapoteza matumaini, anapoteza nguvu. Kwa sababu gani? Pale alipokwenda kulifanya lile jambo akafeli. Sasa unapoanguka katika jambo, hautakiwi kufa moyo, hautakiwi kurudi nyuma, unatakiwa ung'ang'ane juu ya kulifanya lile jambo ili ufikie malengo yako katika lile ambalo umekusudia. La tanzaij in akhfaqta, usisumbuke, usitatizike pindi unapofeli, fi bidayati amrika, katika mwanzo wa jambo lako unapolifanya. Wa aidil karrata ba'da alkarrati, na urudie mara kwa mara lile jambo umelifanya ukaanguka, rudia mara ya pili, usife moyo juu ya jambo lako. Fal ikhfaqu huwa tariqun najahi, kwani kuanguka ndiyo njia ya kufaulu. Wal khata'u tariqu sawabi, na unapokosea ndiyo njia ya kupata. Wale wote ambao wamepata mafanikio katika dunia, wale wote ambao wamefaulu kwenye malengo yao katika hii dunia, hawakufaulu moja kwa moja baada ya kuyaanza yale malengo yao katika kuyakamilisha. Walianza hatua fulani wakaporomoka. Baada ya kuporomoka, mtu hakufa moyo, akaamua kurudia tena lile jambo, akaanguka. Pengine mara ya tatu Allah jalla fi'ala akaweka taufiki yake na rehma yake katika lile jambo alilolikusudia kwenye maisha yake, kisha anatoboa, anafaulu katika jambo hilo. Yakfika sharafu tajribati, inakutosha kupata ule uzoefu. Siku zote unapoanguka kwenye jambo fulani, huwa kuna uzoefu fulani unaupata. Kuna mambo fulani ambayo unayapata katika kule kuanguka kwako. Ukiamua kusimama kwa mara ya pili, bila shaka utajitahidi ukwepe lile jambo ambalo lilikuwa ni chanzo na sababu wewe kufeli. Kwa hiyo kuna uzoefu fulani utapata kwenye kule kuanguka. Wal muhawalati aljaddati, na vile vile itakuwa umejitahidi na kufanya bidii katika jambo lako. Wasatanjahu fi yaumin ma, na utakuja kufaulu katika siku maalum. Qala Ibn Atiyata, amesema mwanachuoni Ibn Atiyya, al-ya'su min rahmatillahi wa tafrijuhu min sifati al-kafirin, kukata tamaa na rehma ya Allah subhanahu wa ta'ala, kukata tamaa na faraja ya Allah jalla fi'ala, min sifati al-kafirin, hii ni miongoni mwa sifa za makafiri. Muislamu hatakiwi kukata tamaa katika jambo lake, maadamu lile jambo ni la kheri, maadamu lile jambo ni la sawa kisheria, hautakiwi kukata tamaa. Pambana, focus katika hilo jambo ili Allah jalla fi'ala akuwezeshe ufikie lengo lako. Lakini unapoamua kukata tamaa juu ya hilo jambo, tambua umechukua sifa ambayo Muislamu hatakiwi kuwa nayo, ambayo ni sifa ya makafiri. Sifa yenyewe ni pale unapokata tamaa. Nenda kwenye kitabu Al-Muharraru Al-Wajizu Ibn Atiyata, kitabu nambari 3 kurasa
74 hayo maneno utayapata. Waqala jalla wa ala fi kitabi, na Allah amesema katika kitabu chake, innahu la yayasu min rauhi llahi illa alqaumul kafirun, hakika hakuna ambaye anayekata tamaa na rehma za Allah subhanahu wa ta'ala. Hakika hakuna ambaye anaweza kukata tamaa na faraja ya Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa wale makafiri, ndio ambao wana sifa ya kukata tamaa na rehma yake. Sasa leo Muislamu, unapokata tamaa kwenye maisha yako, moja kwa moja una sifa, una chembe, una kitu cha ukafiri katika moyo wako. Maadamu ni la kheri lile jambo, pambana nalo ufikie katika lengo lako. Kaangalie suratu Yusuf aya nambari 87. Waqala Ibnul Qayyim rahimahullah, Ibnul Qayyim Mwenyezi Mungu amrahamu, na yeye amesema, alkhawfu almuqi'u fil iyasi, khofu ambayo kwamba itampelekea mtu kuingia katika kukata tamaa, uoga ambao kwamba utampelekea mtu kukata tamaa, hofu ile ikamuingiza katika kukata tamaa. Isaatu adabin ala rahmatillahi jalla wa ala, ni kukosea heshima na adabu rehma ya Allah jalla fi'ala. Unapokuwa na hofu, unapokuwa na uoga juu ya jambo ambalo alikuwa ukilifanya, ikawa umeanguka mara kadhaa, ukatengeneza hofu, ukatengeneza uoga ndani ya moyo wako, hofu ile ikakupelekea wewe kukata tamaa na rehma za Allah jalla fi'ala, ni kukosea heshima na adabu rehma za Allah jalla fi'ala, allati sabaqat ghadabahu, rehma ambazo kwamba zimeitangulia hasira ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndiyo maana leo ukiangalia yule ambaye kwamba ni kafiri, yule ambaye kwamba pia ni Muislamu, lakini anayafanya mambo ambayo katika mtazamo wa kibinadamu mambo yale yanashtua, ni madhambi machafu mabaya, lakini Allah jalla fi'ala, watu wale bado rehema yake ipo, anawapa chakula, anawapa mali katika maisha yao. Kwa hiyo unapokuwa na hofu ikakupelekea kwenye kukata tamaa, tambua umeikosea heshima na adabu rehma ya Allah jalla fi'ala, rehma ambayo imeitangulia hasira ya Allah jalla fi'ala. Wajahlun biha, na mtu huyo moja kwa moja ni mjinga, hana elimu ya rehma ya Allah jalla fi'ala. Nenda kwenye kitabu Madarijus Salikin Ibn al-Qayyim, kitabu nambari 2, ukurasa ni wa 371, hayo maneno utayapata. Qala jalla wa ala fi kitabi, Allah amesema katika kitabu chake, wa rahmati wasi'at kulla shay'in, na rehma zangu zimeenea, zimesambaa, zimezagaa katika kila jambo. Hizo ni rehma za Allah jalla fi'ala. Kwa hiyo mimi na wewe hatutakiwi kukata tamaa tunapokuwa tumeanguka katika jambo, na hii ndo inatupelekea kufeli katika maisha. Leo umeanzisha biashara yako, biashara ile imechukua miezi 3, miezi 4, umeporomoka, umeanguka, unakata tamaa, unaachana na hiyo biashara. Mbaya zaidi, unakwenda tafuta biashara nyingine, unajaribu uangalie ya kwamba je, hapa nitatoboa au nitaanguka. Biashara hiyo nayo waifanya, waanguka, wenda tafuta biashara nyingine, wakati alikuwa unatakiwa biashara yako ya kwanza. Baada ya kufeli, usikate tamaa na rehma ya Allah. Huenda kuna kheri fulani
Allah alikuwa anataka kukupa kwenye hiyo biashara, lakini alitaka uanguke, ujifunze makosa ambayo kwamba yasiwe chanzo kwa mara ya pili kuja kuanguka kwenye biashara yako. Kwa hiyo usikate tamaa na rehma za Allah jalla fi ula. Kaangalie suratul A'raf aya nambari 156.